Ilani mpya ya Chama cha Mapinduzi imezinduliwa leo. Tumeona miradi mingi ambayo inakwenda kufanyika na tumetoka kwenye kipindi cha miaka 4 ya Mheshimiwa Rais. Tunapoelekea kwenye uchaguzi, miaka yake 5 unaizungumziaje? Sikiliza, unajua tukisema sisi ambao ni viongozi wa chama tunaweza tukaonekana tukawa tunatia chumvi sana. Tuwasikilize wageni walisema nini. Mchukulie mgeni kutoka Russia ambaye amewahi kuwa katika nchi hii na ametaja pale amekuja tangu miaka 90 kaondoka, lakini cha msingi anatuambia nini? Alichoiona Tanzania imebadilika sana, imepata maendeleo makubwa katika kipindi cha miaka 4. Huyo ni mgeni ambaye hana nasaba na sie, lakini anasifia kazi kubwa iliyofanywa na mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi, rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan. Sasa ile ilani ambayo yeye aliipokea na akakuta mambo mazito mle ndani. Uzuri ambao mimi nampendea Mama Samia, hakufanya diversion, Waingereza sijui, hakuchepuka, akasema anashikilia ilani ile ile ya Chama cha Mapinduzi. Na ilani ile ilikuwa na mavitu makubwa mle ndani. Kulikuwa na masuala ya usafiri na usafirishaji. Leo hivi hakuna mtu asiyejua kwamba reli ya SGR inakwenda kuwa mkombozi mkubwa wa kiuchumi, kwa sababu leo hivi tunafaidi kutoka Dar mpaka hapa Dodoma, lakini ujue inakwenda Mwanza, inakwenda mpaka Burundi, napita Kigoma huko. Maana yake nini? Ni kwamba nchi inakwenda kufunguliwa zaidi. Usafirishaji wa bidhaa kutoka nchi za nje utafanya hata bandari yetu iweze ikafanya vizuri zaidi. Angalia, wakati yeye anakuwa na maono ya kubinafsisha sehemu ya bandari kwa kampuni inayoitwa DP World, watu walifanya dhihaka sana. Miezi 7 trilioni 1 zaidi ya mapato yaliyopatikana kuliko mwaka uliopita. Hivyo ukiangalia kila eneo ambalo Mama Samia katika kipindi chake cha utekelezaji ameweza akafanya vizuri, ni ahadi ambazo amezitekeleza. Kwangu kwenye jimbo, na hili nalisema wakati wote, jimbo langu mimi lina matatizo makubwa sana ya mafuriko, lakini ametoa pesa nyingi, trilioni 1.3 kwa minajili ya watu wa Kinondoni, of course na Ilala vile vile. Lakini amekwenda kujengea madaraja ambayo hivi ninavyozungumza, daraja la Magomeni flyover mita 390. Daraja lile sasa hivi makandarasi wako pale wanatengeneza. Madaraja mengine ambayo yalikuwa yanatuletea maji mafuriko pale kwenye Kigogo na Mkwajuni yanatengenezwa. Sasa kinachofurahisha ni nini? Pale kwenye jimbo langu tulikuta kata hazina secondary school. Tumejenga secondary school. Hatukuwa na high school. Tumejenga high school. Kuna maeneo hakukuwa na vituo vya afya. Tumejenga vituo vya afya. Hakuna kata ambayo imekosa mradi wa barabara. Kwa mara ya kwanza ziko kata zimepata barabara zaidi ya 6 kwa mara ya kwanza. Sasa kwangu mimi Samia nikimwangalia namuona ni kiongozi mwenye maono, lakini ni kiongozi mfuatiliaji na mtekelezaji. Hivyo hata haya aliyotuambia ya mwaka 25-30 nina hakika kabisa 100% anakwenda kuyatekeleza. Na kilichonifurahisha hata kwenye jimbo langu tunakwenda kujenga flyovers kuondoa msongamano. Lakini Dar es Salaam inakwenda kuwa kama London, tutakuwa na treni za chini. Umeelewa? Sasa hiyo inawafanya wa Dar es Salaam au na watu wengine wanaokuja pale wasikwame katika masuala ya usafiri na usafirishaji. Na hii inakwenda kunyanyua uchumi wa Tanzania. Alituahidi kwamba ataongeza mishahara. Amefanya hajafanya? Kwa mara ya kwanza 35.1% ni fedha nyingi sana zinazoingia katika uchumi. Imagine wafanye biashara watafaidika kiasi gani kwa kuuza na kununua. Kodi za serikali kiasi gani zitakaweza kwenda kuingia.